tunakuletea matukio yote ya kimichezo, magoli matamu. Yote haya ni hapa Atha TV. Subscribe na bonyeza alama ya kengele. Na tunavyozungumza hivi sasa mchezo umemalizika muda si mrefu pale katika uwanja wa Mkapa. Simba wao waliwaalika Wanalizombe maji kutoka kule mkoani Ruvuma katika mji wa Songea, na Simba imepata ushindi. Mimi wakati napanda studio mechi ilikuwa ukingoni kabisa Njenge. Yes, mpaka tunatoka kuja humu ndani ilikuwa mechi iko katika dakika za majeruhi kabisa, na Simba alikuwa anaongoza kwa idadi ya magoli 5 kwa bila mbele ya kikosi cha Majimaji, na mechi imalizika hivyo naona pia. Yes, ngoja tunayapata matokeo ya mwisho kabisa ya mchezo. Yes, matokeo ya mwisho ni hayo 5-0. 5-0, okay. Yes, 5-0. Magoli ya Simba yakifungwa na Gadiel Michael dakika ya 3 tu ya mchezo. Chris Mugali dakika ya 16, Ibrahim Ame dakika ya 60, goli zuri kabisa la kichwa. Medi Kagere ambaye alianzia bench pamoja na Louis Mixon pia dakika ya 90 akakamilisha ushindi huo wa kishindo wa Simba goli 5-0, na wanakwenda hatua inayofuata, wanaungana na timu zingine ambazo zipo huko. Azam jana walikwenda, Yanga tayari alishapata faida ya kupita moja kwa moja kwa sababu mchezo wao na Singida ukuchezwa baada ya Singida kushushwa madaraja mawili, lakini Mtibwa pia alishatangulia. Na kwa kutazama mchezo ambao Simba alikuwa akicheza na Majimaji, binafsi moja ya vitu ambavyo nimegundua ni kwamba inawezekana pia kocha ukitazama kikosi ambacho wamekipanga kwenye mechi ya leo, alifanya rotation kubwa, mabadiliko makubwa ya kikosi yalionekana, akiwapa nafasi wachezaji wengi ambao wamekuwa hawapati nafasi ya kuanza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha Simba. Lakini kwa upande mwingine pia unaona kwamba kama ni mwalimu ambaye amejaribu kuitumia mechi ya leo kutengeneza pia mkakati ambao utamsaidia katika mechi zijazo. Ukiangalia kwa mfano katika eneo la ushambuliaji, ingizo la Chris Mugalu ambaye alianza kwenye mechi ya leo, unaona ni mchezaji ambaye tangu alivyosumbuliwa na majeraha akapona, alikuwa hapati dakika za kutosha za kucheza ambazo zinaweza kumfanya kuwa fit. Lakini ukiangalia kwa mfano kwenye ile mechi ya dhidi ya Platinum ya ligi ya mabingwa Afrika, kuna impact kubwa alionyesha alivyoingia akitokea bench. Manake mechi ya leo akapewa dakika za kutosha sana ambazo na imani zinazidi kumpa confidence, zinazidi kumpa nafasi ya kujiweka fiti kiushindani. Kwa hiyo nadhani hii ilikuwa ni idea nzuri kwa mwalimu kumpa nafasi na dakika nyingi Chris Mugalu. Lakini pia ukiangalia ingizo la mtu kama Rali Bwalia, na yeye ambaye kwa nyakati tofauti na yeye msimu huu amekuwa hajapata nafasi ya kutosha ya kucheza, amecheza dakika nyingi sana. Wachezaji kama Francis Kahata amepewa dakika za kutosha sana. Ingizo lingine Ame katika eneo la ulinzi. Ame nafikiri kwa namna ambavyo kadri anavyopewa nafasi, mara nyingi mechi nyingi ambazo Ame anapewa nafasi, namna anavyoperform ni wazi kabisa anamuonyesha mwalimu kwamba kuna nafasi anaihitaji kwenye kikosi cha Simba. Manake anahitaji aidha kati ya kucheza na Serge Pascoala ama kucheza na Joash Onyango mmoja wapo, lakini ni wazi anaonekana ni mtu ambaye anapambana kuipigania nafasi moja wapo katika idara ya ulinzi. Lakini nikaona pia baadaye kukawa kuna mabadiliko ambayo yalifanywa na kumshuhudia Shomari Kapombe akaenda kucheza kwenye eneo la midfielder. Ni tunafahamu Kapombe ni mtu ambaye amekuwa akitumika akiwa na uwezo wa kucheza kwenye nafasi nyingi uwanjani, lakini nadhani pia inawezekana mwalimu anajaribu kuangalia mazingira mengine, kwa sababu kwa mechi nyingi za Simba sasa hivi eneo la chini kabisa kwenye kiungo Jonas Mkude ambaye anaonekana kama ndio chaguo pekee sahihi kabla ya huyu Mganda ambaye ameingia, ambaye bado hatujaona akipewa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nadhani inawezekana Shomari Kapombe na yeye amepewa nafasi ya kucheza kwenye eneo hili kama sehemu ya kuangalia kama anaweza kumpa option pia mwalimu ya kumtumia katika eneo hilo katika baadhi ya mechi ambazo ni za ushindani. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ameitumia mechi kwa faida zaidi, kwa maana ya kupata matokeo ya kusonga mbele, lakini pia kuangalia mazingira mengine ya timu yake na machaguo mengine ambayo yanaweza kumpa nafasi ya kuweza kufanya kitu tofauti katika mechi zinazo. Bila shaka watamsimulia zaidi ya walioanza Wanalizombe. Kama walikuwa hawajui show ya Louis Mixon, leo wameipata
bila kiingilio. Gadiel Michael nahodha katika mchezo hii leo, ambaye amefunga bao la kwanza kabla ya kuvua kitambaa cha unahodha, akiwatanguliza Simba. Mimi ni Alwa Tenda Ramadhani Ngoda, takwimu za dakika 90, mabao 5 kwa bila. Haya, asante sana Ramadhani Ngoda kwa matangazo hayo murwa kabisa kutoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, michuano ya kombe la Azam Sports, na matokeo ndo kama ambavyo mmesikia. Mnyama Simba akiunguruma mbele ya Majimaji wana Lizombe kwa jumla mabao 5-0. Kwa haraka tu Ayubu Hinjo, Majimaji walistahili kipigo cha mabao 5-0? Walistahili kwa kutokana na mpinzani ambao wamekutana naye, na pengine kulikuwa na mabao mengi zaidi ya waliofungwa. Simba walikuwa bora zaidi ya Majimaji. Huwezi kushangaa kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji wengi wenye quality ya kufanya kitu chochote kwa wakati wowote wanapokuwa uwanjani. Ingawa kikosi kilibadilika kwa zaidi ya 90% na wameweza kufanya kitu kizuri zaidi kwa kumonyesha kocha kwamba viwango ambavyo vinatufanya tukae bench kwenye Premier League labda na michezo mingine tumevionyesha leo. Kwa Steven ni kinachomata ni kuona wachezaji wana perform na kufanya vizuri kwa kushinda michezo kama hii. Kwa hiyo kwao ni credit, wamefanikiwa kusonga mbele kama zilivyokuwa timu zingine za Premier League. Siku ya jana Azam, leo mapema Mtibwa, saizi Simba, baadaye Namungo. Lakini kikubwa zaidi ni performance ya Simba, na uliweza kuwahurumia Majimaji kwa kiwango ambacho wamekionyesha. Tulikuwa tunarudi pale. Majimaji wanaufanyia nini mpira ukiwa kwenye miguu yao? Ndicho kitu ambacho kimewasumbua kwa kiasi kikubwa. Wanafanya kazi kubwa sana kukaba mpira kwa kipindi kirefu, kwa sababu Simba wanamiliki mpira kwa muda mrefu. Kwa hiyo Majimaji wakiupata wanaupoteza ndani ya sekunde 5-6. Kwa hiyo inakuwa haina faida kwao. Mwisho wa siku walikuwa tu wakicheza kama kusubiri dakika, yani kwa kusubiri dakika 90 zimalizike, na wamefungwa mabao 5-0. Asante sana Ayubu Hinjo kwa mchango wako huo ambao hakika tumesikiliza mchezo huo ambao wako nayo Simba. Jinsi Simba inavyocheza, Majimaji wamekuwa watumwa kwa kiasi kikubwa kusubiri Simba wakosee kisha wao wachukue mpira kuanzia pale. Lakini kikubwa ambacho kipo kwa Majimaji ni baada ya kuchukua mpira wanaufanyia kitu gani, ndicho kitu ambacho wanashindwa kukifanya. Wakiwa na mpira hawajui wanaenda vipi kwenda kwenye lango la Simba, wanapitia sehemu gani, kwa sababu the way Simba inavyocheza ni timu ambayo wanaacha nafasi kubwa sana kwenye eneo lao la nyuma. Kwa hiyo inabidi timu pinzani icheze kwa faida kwa kutumia nafasi hizo. Gadiel siku ya leo ni kati ya wachezaji ambao wanapanda kabisa kwenda kusupport mashambulizi. David Kameta Duchu ni kati ya mabeki ambao wanapanda kwenda kusupport mashambulizi. Timu nyingi ambazo zinacheza dhidi ya Simba huwa wana target maeneo ya pembeni ambayo mara zote hucheza Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe kama sehemu yao ya kwanza pindi Simba inapopoteza mpira wao kwenda kushambulia.